Moja kwa moja kutoka Mikocheni jijini Dar es Salaam, pasi na tone la shaka uko vyema kabisa mtazamaji wa Mlimani TV popote pale ulipo. Ni asubuhi nyingine mwanana kweli kweli ya Oktoba mosi, kama jinsi ilivyo ada tunakutana hapa katika kipindi cha Mlimani leo asubuhi. Ingo ya kwanza kabisa ya yasemavyo magazeti, tutazame kile ambacho kimepatiwa nafasi kubwa katika kurasa za mbele na kurasa za nyuma kwa magazeti kadhaa ya hapa nchini kwa siku hii ya leo. Mimi ni Ramadhani Mkwadu, tafadhali ambatana nami hadi tamati. Nikianza na gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, habari kubwa imeandika kwamba Samia ahidi makubwa zaidi, asema anajua fedha zitatoka wapi, hataki mikopo ya manyanyaso. Habari hii inapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia CAF yaahidi mifumo mipya kodi umeme, habari hii ipo katika ukurasa wa 4. Dr. Mwinyi, tutaleta mabasi ya umeme, habari hii tutapata katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tukitazama katika kurasa za nyuma, limeandika kwamba Yanga yabanwa, Singida kicheko, habari hii ipo katika ukurasa wa mwisho kabisa wa gazeti hili. Lakini pia Jado FFU atoa pongezi kwa wadau wa dansi, habari hii ipo katika ukurasa wa 21. Simba na Mungo kuumana kwa Mkapa, hilo ni gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti lingine kwa siku hii leo ni Nipashe Mwanga wa Jamii, lenyewe limeandika kwamba kauli ya Kikwete yaibua miguno. Ni miguno ipi? Habari utapata katika ukurasa wa 11. Lakini pia Mwinyi ahidi kuinua wavuvi, Othman na mageuzi ya viungo, habari hii utapata katika ukurasa wa 17. Lakini pia kupoteza usikivu tishio, muziki na dawa kali chanzo, habari hii ipo katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Katika kurasa za nyuma limeandika kwamba Yanga ya kwama ni kivipi na kwa namna gani, tembelea gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini pia Matola aota ushindi mnono Azam vitani, bila kusahau Vinicius asababisha Netflix kushtakiwa, habari hii utapata katika ukurasa wa 21 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na gazeti lingine ni Uhuru kweli daima, lenyewe limeandika kwamba Dr. Samia kufanya mageuzi makubwa, habari ipo katika ukurasa wa 3. Lakini pia Nchimbi afichua kiini ongezeko la wawekezaji, habari hii ipo katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Uhuru ukweli daima. Na katika kurasa zake za nyuma limeandika kwamba Mbeya City kumalia Yanga SC, habari hii ipo katika ukurasa wa mwisho kabisa wa gazeti hili la Uhuru ukweli daima. Na katika ukurasa wa 22 utakuta habari semayo Hugo Ekitike amkubali Isaac. Na gazeti lingine kwa siku hii leo ni Mwananchi Tanzania, limeandika kwamba kitanzi kwa mama, habari hii katika ukurasa wa 3. Vita ya Mwinyi Othman kusaka kura 717,557, habari hii ipo katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Mahakama yapiga stop mamilioni kutoka benki, habari hii utaipata pia katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Na gazeti lingine kwa siku hii ya leo ni Mwanaspoti kata kiu ya michezo na burudani. Gazeti hili ni mahususi kwa ajili ya masuala mazima ya michezo na burudani. Lenyewe limeandika kwamba vita ndio imeanza, kile kimeo cha Fadlu bado, habari hii utaipata katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Maswali ya miezi 7, Mbeya City yaikomalia Yanga, Singida kileleni, habari hii pia utaipata katika gazeti hili la Mwanaspoti. UEFA leo ni Barca dhidi ya PSG, mchezo ambao utapigwa majira ya saa 4 kamili usiku. Lakini nikimalizia na mastaa wavunja mechi BDL, ni mastaa gani na ni mechi gani, habari hii utaipata katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili la Mwanaspoti kata kiu ya michezo na burudani. Kwa kuhitimisha, kabla sijatoka hapa studio, nikukumbushe tu baadhi ya magazeti ambayo nilikuwa nayo hapa ndani. Nilikuwa na gazeti la Mwanaspoti kata kiu ya michezo na burudani, bila kusahau gazeti la Mwananchi Tanzania sambamba na gazeti la Uhuru kweli daima. Lakini pia nilikuwa na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii pamoja na gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Hapo naweka nukta rasmi na kunja jamvi, kiashiria tosha kuwa nimefika tamati. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuandaa kipindi hiki, mimi ni Ramadhani Mkwadu na kutakia asubuhi njema.